Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, hii leo tutatazama kuhusu kufungwa na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mimi ni Waridi Almas. Endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Zamani sana, kati ya bahari mbili kubwa, Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman, kulikuwa na njia nyembamba sana za maji zilizojulikana kama mlango wa Hormuz. Njia hii ilikuwa ni muhimu sana kwa wafanyabiashara, lakini haikuwa salama wala huru kupitika. Wafalme na watawala wa maeneo ya jirani walikuwa wakipigania udhibiti wa njia hii, kwani yeyote aliyekuwa na mamlaka juu yake angeweza kudhibiti biashara ya mafuta, viungo na hata bidhaa nyingine muhimu sana. Meli nyingi zilipita kwa hofu, zikikabiliwa na ushuru mkubwa au hata kuvamiwa kabisa. Katika karne ya 16 hali hii ilibadilika ghafla. Wafanyabiashara kutoka mbali waliinuka na nguvu kubwa mpya ilionekana baharini hadi Ureno. Wakiwa na meli kubwa na hata silaha za kisasa, waliongozwa na mashujaa waliotafuta kudhibiti njia ya biashara duniani. Mwaka wa 1515 chini ya uongozi wa Afonso, Wareno walivamia na kuchukua udhibiti wa maeneo muhimu karibu na mlango wa Hormuz. Walijenga ngome na hata kuweka walinzi ili kuhakikisha tu kwamba hakuna meli iliyopita bila idhini yao. Kwa mara ya kwanza mlango wa Hormuz ulifunguliwa kwa mfumo mpya kabisa, mfumo uliodhibitiwa kwa nguvu ya kijeshi, lakini uliweka utaratibu katika biashara. Wafanyabiashara walilazimika kufuata sheria mpya, lakini pia walipata usalama zaidi kuliko hapo awali. Miaka iliyopita nguvu ya Wareno ilianza kupungua. Mataifa mengine kama Uingereza na hata Uholanzi yalianza kuingia katika ushindani. Hatimaye wenyeji wa eneo hilo waliinuka pamoja na washirika wao na hata kuondoa utawala wa Wareno. Mlango bahari wa Hormuz ukawa huru tena. Safari hii sasa ulikuwa njia ya kimataifa ambayo ilikuwa ikitumiwa na mataifa mengi kwa makubaliano ya pamoja badala ya kudhibitiwa na dola moja peke yake. Tangu hapo mlango huu umeendelea kuwa muhimu sana kupitisha mafuta duniani kote, ukiunganisha Ghuba ya Uajemi lakini pia hata bahari ya Oman. Wakati hata wa vita ya Iran na Iraq, eneo hili lilikumbwa sana na hatari kubwa. Iran na Iraq zilianza kushambulia meli za mafuta, mabomu ya baharini yaliwekwa majini, meli nyingi ziliharibiwa vibaya mno na hata kuzuiwa kupita katika eneo hilo. Hali hii ilisababisha njia hii kuwa karibu imefungwa kwa sababu ya hatari, hata kama haikufungwa rasmi kabisa katika kipindi hicho cha vita hiyo ya Iran na Iraq. Baada ya hali kuwa mbaya zaidi, mataifa makubwa yaliingilia kati ili tu kulinda usafirishaji wa mafuta. Marekani ilianzisha operation ya kulinda meli za mafuta, operation iliyofahamika kwa jina ya Ernest Will. Hii ilihakikisha meli zinasindikizwa kwa usalama zaidi. Kulikuwa pia kuna juhudi za kuondoa mabomu ya baharini. Hatimaye miaka 1988 vita vilipomalizika, mashambulizi yalipungua sana na hata usalama ukarejea kwa mara nyingine tena. Tukizungumzia hali ya sasa ambayo inayoendelea, ambayo ilipelekea hadi kufungwa kwa mara nyingine tena kwa mlango huo na kupita kwa meli chache tu katika eneo hilo. Mgogoro huu kati ya Iran pamoja na mataifa ya Marekani na Israel ilipelekea kuwepo kwa changamoto hiyo. Vitisho viliendelea kutolewa na Marekani vikishinikiza Iran kufungua mlango huo, lakini mara nyingi imeonekana ni kama siasa tu pasi na vitendo. Kufunguliwa kwa mlango huu wa Hormuz baada ya vita halikuwa tu jambo la ghafla, bali ni mchakato uliotokana na kumalizika kwa vita, lakini ulinzi wa kimataifa ambao Irani umejithibitishia juu ya hilo na hata umuhimu wake kiuchumi kwa dunia nzima kwa ujumla.